Ndugu wajumbe wa bodi, kama mnavyofahamu pia nchi yetu imezindua dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050. Hivyo ninaiagiza bodi kuhakikisha kuwa TAWA inatekeleza majukumu yake kwa kuzingatia shabaha na malengo ya dira hiyo. Kwa ujumla, dira imetambua utalii kuwa miongoni mwa sekta zenye uwezo mkubwa katika kukuza ajira, kuongeza mauzo ya nje na kuchochea ukuaji wa sekta nyingine. Taasisi yetu ya TAWA inasimamia ulinzi na uhifadhi wa wanyamapori nje ya hifadhi za taifa na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Taasisi hii inasimamia eneo la takriban kilomita za mraba 133,276.36 zinazojumuisha mapori ya akiba na tengefu pamoja na ardhi oevu zenye umuhimu wa kimataifa. TAWA pia ni mwangalizi wa shughuli za uhifadhi katika hifadhi za wanyamapori za jamii, wildlife management areas, na maeneo ya ufugaji wa wanyamapori. Maeneo ya TAWA ni maarufu kwa uwindaji wa kitalii ambapo zaidi ya 60% ya mapato ya taasisi yetu hii hutokana na uwindaji wa kitalii. Hapa kwa wale wachumi wenzangu, lazima tutafakari, tuko kwenye hatari. Lazima tutengeneze kazi nyingine za kutuletea kipato ili tusitegemee kazi ya aina moja kutuletea kipato. Maana yake ikitikisika kidogo na sisi tumeanguka. Kwa ni muhimu tuliangalie hili kwa umakini. Bodi yetu ya wakurugenzi mnapoianza kazi hii, umuhimu wa diversification kwenye kazi zinazotuletea mapato. Na moja ya maelekezo ya serikali ni kuiona TAWA inafanya vizuri. TAWA inaanza kutoa gawio kwa serikali kuanzia mwaka huu 2025-26. Sasa ili tufikie malengo hayo, lazima wajumbe wetu wa bodi ya wakurugenzi muweze kukaa na kutoa mwongozo na mwelekeo sahihi wa nini tufanye ndani ya TAWA yetu ili tuweze kuyafikia matarajio na maelekezo haya ya serikali. Tunatambua maelekezo pia tuliopewa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pale alipolihutubia Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo naiagiza katika kutekeleza majukumu yenu kama bodi, chukueni ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, chukueni maelekezo aliyotoa Daktari Samia Suluhu Hassan wakati analifungua bunge rasmi, bunge letu la 13, na tusome, tuelewe na tupange mikakati basi ya kuyafikia na kuyatekeleza maelekezo yote. Machache kati ya hayo ni haya yafuatayo. Tumeelekezwa kuongeza bidii katika udhibiti wa wanyamapori wakali na waharibifu kwa kuongeza matumizi ya teknolojia, vituo vya askari, vitendea kazi, kuendelea kuimarisha ulinzi katika maeneo ya hifadhi na kuongeza idadi ya watalii kufikia milioni 8 ifikapo mwaka 2030. Hatuna budi kusimamia utekelezaji wa maelekezo haya kwa ufanisi wa hali ya juu. Kufikia mwaka 2050, utalii unatarajiwa kuwa moja ya vyanzo vikuu vya ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja kupitia utalii unaohusisha utamaduni wetu, urithi wa asili na malikale,
utalii endelevu wa mazingira, utalii wa meli na fukwe, utalii wa uwindaji, utalii wa mikutano na maonesho, na hivyo kuongeza mapato ya fedha za kigeni na kuongeza mchango wetu kwenye pato la taifa. Hii board itahakikisha ya kwamba management sasa ina sprint ili tuweze kuhakikisha ya kwamba tunatekeleza Mheshimiwa yale yote ambayo umetuahidi, ambayo umetuambia tufanye, na hotuba yako sisi ndio pepa yetu ya kwanza ambayo tutaifanyia kazi katika kikao chetu cha kwanza cha board. Kwa hiyo Mlage, board inayofuata, agenda number 1 kwenye board yetu ya kwanza, kikao chetu ni pepa ya Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa, sisi TAWA tunafahamika kidogo zaidi kwenye innovation and efficiency, na hilo tutalikuza zaidi. Lazima tuwe very innovative na tuongeze efficiency katika utendaji wetu kazi. Tazidi Mheshimiwa kuongeza na kukuza mahusiano yetu sisi na wananchi. Hilo Mheshimiwa litakuwa ni jambo la muhimu kwetu. Wananchi wote ambao wanaishi katika maeneo yetu, sisi tutahakikisha kwamba tunafanya kila bidii ili tuweze kuongeza mahusiano hayo.